Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Nahusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu Waislamu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hakuna jambo ambalo mwanadamu atafika siku ya Kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu litakalomfaa kama uchaji Mungu au utiifu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ambayo binadamu hawawezi kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa yule atakayekuja na moyo usio na dosari. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Siku hiyo utambulisho wa mwanadamu, utambulisho wa mja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni moyo wake safi ambao alitumia muda mzuri kujisafisha katika ulimwengu huu. Na hakika mwanadamu Mwenyezi Mungu amemtofautisha na kumfadhilisha na viumbe wengine wote, akamfanya yeye ni kiumbe ambaye kwamba hafanani na kiumbe mwingine yeyote aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ni kwa sharti kama atakuwa ni mtiifu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Hakika tumekuumbeni watu mko tofauti, mataifa tofauti. Haitoshi pia makabila mnatofautiana, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akapinga maneno yake yote haya, akasema inna akramakum 'inda Allahi atqakum, hakika yule ambaye atakuwa bora kwangu ni yule mchaji Mungu kwenu, yule ambaye ni mtiifu kwa yale maelekezo yangu niliyompa. Vile vile Mwenyezi Mungu amempendelea mwanadamu katika vitu vingi. Ndio maana kabla ya kumuumba Nabii Adam aliwakusanya malaika wake wote, akawaambia inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi nataka kuweka kiongozi katika ardhi ambaye atakuwa anasimamia majukumu ya viumbe vyangu vyote ambavyo nitaviumba. Malaika wakamwambia ataj'al fiha man yufsid fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Unataka kuweka kiumbe ambaye kwamba ataenda kufanya ufisadi katika ardhi, haitoshi ataenda kuwa ni mwagaji damu katika hiyo ardhi, na sisi mwana tunakutosha yeye Mwenyezi Mungu, tunakutaja na kukurukuru kila muda. Mwenyezi Mungu akawapinga akamwambia inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi ninafahamu mambo mengi ambayo nyinyi hamyajui. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwaonyesha kwamba mwanadamu ni kiumbe bora kuliko wote, aliumba vitu ambavyo havina majina. Baada ya kuviumba vile vitu, Mwenyezi Mungu akawaambia malaika wamtajie kimoja kimoja kwa majina, wakashindwa. Ikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin, hebu nielezeni majina haya ya vitu kama kweli ni wa kweli. Wakamwambia la ilma lana illa ma 'allamtana, sisi hatuna elimu isipokuwa ile uliyotufundisha wewe. Hakika mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa sharafu na amemtukuza kuliko viumbe wengine wote. Mwanadamu inatakikana amkabili Allah Subhanahu wa Ta'ala kama tulivyosema, na moyo ambaye ni msafi siku ya Kiyama. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule atakayekuja na moyo ambaye ni msafi. Mwanadamu ameumbwa na nguvu za sampuli mbili. Mungu amempa quwwatu shahwa, vile vile akampa quwwatu al-aql. Hizi nguvu mbili ndio zinamwendesha mwanadamu, na lau nguvu moja ya shahwa ikawa ndio ina mamlaka kwenye moyo wa mwanadamu au kwenye mwili wa mwanadamu, basi atakuwa
ameondoka katika lile duara la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema walaqad karramna bani adam, hakika tumemkirimu au tumemfadhilisha mwanadamu kwa viumbe vya ardhini na vya majini. Lao watafuata shahawati au matamanio yake, atakuwa ameondoa ile picha nzuri ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa. Kwa kifupi, katika khutba yetu ya Ijumaa ya mwanzo ya Shaaban, napendelea tuzungumzie mahusiano au ndugu baina ya watu au baina ya waja au baina ya mja na mja. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameelezea katika aya nyingi katika Qur'an. Vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alielezea katika riwaya nyingi kuhusu mahusiano ya mwanadamu na mwanadamu. Akazungumza sio tu Waislamu kwa Waislamu wanatakikana kuwa na mahusiano mazuri, la, Mtume aliamrishwa hata Mayahudi wale ambao hawana dini kuamiliana nao kwa uzuri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaongozwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna ya kuamiliana na watu. Akamwambia katika Qur'an, aya tuliyosoma mwanzo katika sura Al-Imran, wadhkur ya Muhammad in kuntum wadhkur ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, in kuntum a'daan, kipindi cha nyuma cha zamani kabla ya mtume kuja mlikuwa ni maadui baina yenu nyinyi. Fa'alafa baina qulubikum, Mwenyezi Mungu akaziunganisha akazifanya nyoyo zenu kuwa pamoja. Matokeo yake fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kwa neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ninyi mkawa ni ndugu, mkawa na mahusiano mazuri. Kwa hiyo kabla ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu walikuwa wanafanyiana ukatili ambao Mwenyezi Mungu hakukubaliana nao. Mtume akaja akawaambia, nimekuja kuwatoa katika kiza, nimekuja kuwaweka katika mwanga. Na wakati Mtume yuko katika sakaratul maut, aliwaambia kwamba niliwakuta katika kiza, alana nimewaacha katika njia ambayo ina mwanga ni nzuri, kwa hivyo msinidhalilishe au mkanifanya uso wangu kawa na aibu siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, na mkawa kwa neema za Mwenyezi Mungu ni ndugu. Ukisoma yale majina 99 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna jina linaitwa Al-Mun'im, mwenye kuneemesha. Hata ukitafsiri bismillah kwa Kiswahili utasoma pale mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo na mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa. Kwa hivyo Al-Mun'im ni miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo au ambalo lina maswali nyingi sana: Al-Ata, Ar-Rahma, Al-Kibriya, Al-Azama. Maulama wamesema hili jina lina ndugu wengi katika tafsiri. Kwa hivyo ukiona Mwenyezi Mungu amesema fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, alikuwa anaweza kutumia jina lingine lolote katika majina yake, lakini akaweka Al-Mun'im. Kwa hivyo kuunganisha roho au mioyo ya watu, hata kama leo mwanadamu ukafanya bidii mpaka ukawapatanisha watu wawili, umefanya kitu kikubwa sana katika maisha. Yaani umekuwa ni wakili wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umebeba ile sifa ya an-ni'ma al-mun'im, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Na ni kinyume chake, lau kumuona mtu anaenda mbio kugombanisha tarafu fulani na tarafu fulani, au anataka kugombanisha kampuni fulani na kampuni fulani ili wagombane, huyo mtu katika dini anatakikana apewe jina ni kafirun, yukaffiru ni'matillah, anakufurisha au anaondoa ule wasifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, unaondoa ile neema ya Mwenyezi Mungu katika Qur'an na unaweka kitu ambacho hakifai katika jamii.
Ukimuona mtu anagombanisha watu wawili, anaondoa ile neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ni kaida ameitumia katika aya hii, fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, akawaunganisha, akawafanya nyoyo zenu zipendane. Na ndio maana wakati wa hijra Mtume Muhammad ametoka Makka anaenda Madina, jambo la kwanza alilofanya sio kujenga msikiti. Jambo la kwanza sio kuwapa mawaidha, la. Mtume aliwachukua muhajirina na ansar, akawaunganisha wawe marafiki, wawe ndugu. Fulani utakuwa ndugu yako ni huyu, fulani ndugu yako utakuwa ni huyu, na sio ndugu wa juu, undugu wa kiimani, undugu wa Kiislamu, kwa sababu kuna undugu wa Kiislamu na undugu wa kiimani. Tutaona katika baadhi ya riwaya hapa za maimamu na Mtume namna gani ya kuamiliana, namna gani ya kusogeleana au kusuhubiana na baadhi ya watu. Sio kila mtu ni rafiki, iwe katika familia au katika maisha ya kawaida. Na Qur'ani haijaacha kitu. Ukisoma katika sura Yusuf, kisa kizima kinaongelea fitna na chuki baina ya ndugu na ndugu. Waqalu la Yusuf ahabu ila abina wa nahnu usbatun, Yusuf na ndugu yake baba yetu anampenda sana, wa nahnu usba, lakini sisi mbona ni grupu la watu wengi, tuna nguvu, tunaenda kuchunga, anatutuma shughuli tofauti. Kwa nini aweke mapenzi yake kwa mtu mmoja? Kumbe tatizo ni ile ndoto ya Yusuf alimwambia baba yake, inni raaitu ahada ashara kawkaban washamsa walqamara raaituhum li sajidin. Wamesikia wakaona Yaqub amehamishia mapenzi yake kwa Yusuf, wakasema la, wakafanya hila za ongezi, wakafanya hila za ushawishi kwa baba yao. Ikafikia kumwambia, ya abana malaka la tamanna ala Yusuf, baba, kwa nini utuamini kwa huyu Yusuf kijana mdogo? Wa inna lahu lanasihun, sisi tukikaa na huyu tukafanya naye urafiki, tutampa nasaha, tutamfundisha namna ya kufanya vitu ambavyo sisi tuna uzoefu navyo. Wakamshawishi baba yao, wakamwambia, arsiluhu maana ghadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Ukiangalia mjadala baina ya Yaqub na watoto wake, walitaja mambo makuu 4 au 5: an-nasiha, yarta, al-hifdh. Wakataja vitu hivi kumkinaisha Yaqub si kwa lolote, ili wapate kitu waweze kumharibu Yusuf alayhi salam, ili wamweke mbali na baba yake. Lakini baada ya kufanikiwa mbinu yao, wajau ishaan yakun, wakaja usiku wanalia kwa uongo. Kwa nini mwanzo mlitaja wasifu mzuri kwa baba ili umchukue Yusuf alayhi salam, lakini mmerudi usiku mkiwa mnalia? Hamjaja hivi. Wakaja na kanzu ya uongo. Baba yao akawaambia, bal sawalat lakum anfusukum fasabrun jamil, mmeshadanganywa na nafsi zenu, subra ni jambo zuri. Wameshatoka kwenye ile aya, walaqad karramna bani adam, wametoka kwenye quwwatul aqli wakaingia kwenye quwwati ash-shahwa. Wameshawishiwa mpaka wakamfanyia Yusuf mabaya, wakaenda kinyume kabisa. Katika undugu wa damu, katika undugu wa kawaida, kuna dharura ya kuchagua rafiki na mtu wa kuamiliana naye. Na Imam Jafar Sadiq alayhi salam akasema, ihdharu an tuakhi man aradaka li tam'i. Ukitaka kuchagua rafiki yako wa kuamiliana naye katika maisha, Imam Jafar anasema kuwa makini, umchague rafiki ambaye yuriduka li tam'i, anakutaka kwa tamaa, kwa sababu na kitu fulani, kwa sababu unamiliki jambo fulani. Mtu ambaye anasema nikisafiri na fulani tutakuwa tunakula kuku wa kuchoma na nyama za kuchoma tu mpaka mwisho wa safari, huyu anakutaka kwa tamaa. Nikiwa na fulani nikimwambia haja yangu yoyote ananipa hapo, huo sio rafiki. Man aradaka li tam'in, sio hivyo tu,
au khaufin. Kuna urafiki ambao mtu anasema labda nikawa na mtu fulani katika maisha yangu atakuwa ananihami na mambo mengi, kwa mambo yangu atakuwa anaenda, anamfanya yeye ngao. Huo si urafiki. Au maili, kuna urafiki pia wa maili, yaani unakuwa na urafiki wa msimu kama korosho au matunda yote ya mwaka. Unakuwa na urafiki na mtu katika kipindi fulani, mwaka, miezi, wiki, siku, kwa sababu kuna kitu unapata pale, au lilakli, au kwa sababu ya kula, kama tulivyosema. Yaani unakuwa na rafiki kwa sababu ya kukaa naye, Ijumaa utakula biriani, kesho utafanya hivi, utakunywa kitu fulani. Huyo sio rafiki wa sawa sawa. Watlub muakhata al-atqiya. Imam Jafar anasema tafuta urafiki wa wachaji Mungu, walau fi dhulumati al-ard, hata utaenda kwenye sehemu ya ardhi ikiza. Anakusudia hivi, hata kama utatumia kipindi kirefu kwa rafiki yako kutafuta rafiki, lazima utumie muda mwingi kutafuta rafiki wa sawa sawa. Wa in afnaita umraka fi talabihim, hata kama utatumia umri wako wote kutafuta rafiki wa sawa sawa, hata kama utatumia kipindi kirefu kuwa na rafiki fulani, usikubali kuwa na rafiki mwenye sifa za sampuli hii. Vile vile Imam Jafar Sadiq akasema ihtabiru ikhwanakum bi khaslatayn, wapeni mtihani marafiki zenu kwa mambo mawili. Yaani ukiwa na rafiki mko muda mrefu, mtahidi au mjaribu kwa mambo mawili. Fa in kana fihi wa illa fa'azu thumma a'zib thumma a'zib. Kama atakuwa hatakuwa na huo wasifu au hizo wasifu mbili, mtu Imam Jafar akasema baki mwenyewe, baki mwenyewe, baki mwenyewe katika maisha yako. Sifa gani? Muhafadhati ala salawati. Ukiona rafiki amesikia hayya la khairi la amal, anaona tuendelee kuzungumza, wakati mpana tutafanya kadhaa. Wakati wa dhuhuri unaenda, achana na mambo ya jamaa. Huyo mtu sio sawa sawa. Lazima awe ni mtu ambaye anatilia maanani nyakati za swala. Ikisha walbirru bil ikhwani fil usri wal yusr, vile vile ni mtu ambaye anakusaidia kwenye magumu, na vile vile ni mtu ambaye anakuwa na wewe katika raha. Lao hana sifa hizi, hafai kuwa rafiki. Vile vile Nabii Isa alayhi salam siku moja alifuatwa na wale wafuasi wake 12, wakamwambia ya ibn Maryam, ewe mwana wa Maryam, man nujalis, tukae au tusuhubiane na watu gani? Isa alayhi salam akamwambia ni yule ambaye idha raaitumuhu, mkimuona anakuja mbele yenu, yudhakirukumullah ru'yatahu, mkimuona tu mnamkumbuka Mwenyezi Mungu. Lau akitokea tu mbele yenu nakumbuka kuna Mungu na wakati wa swala, sio unakuwa na rafiki ambaye toka mmekaa mwanzo mpaka muda mliopanga kukaa haujasikia hata anakuambia faida za kusoma suratul Waqi'a ni 1, 2, 3 baada ya salatu al-isha. Ni rafiki ambaye anakuambia usiku kabla hujalala lazima ufanye hizi munajat. Ni rafiki ambaye mkiongea naye anakutoa dosari za watu muda wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Huyo sio rafiki wa sawa sawa kukaa naye. Vile vile al-Imam Jafar Sadiq anasema hivi kuhusu mambo ya kuunganisha ndugu: al-mu'minuna fi tawadihim wa tarahumihim, waumini katika mapenzi yao na kuhurumia kwao, wa ta'atufihim, na kuhurumia kwao, kama thali jasadi alwahid, ni kama vile mwili mmoja, idha shtaka minhu udhrun tadaa lahu sa'ir al-a'dha. Hii ndo principle ambayo anahitaji Imam Jafar Sadiq ya undugu baina ya waumini kwa waumini. Hakika waumini katika mahusiano yao na kuoneana kwao huruma, kama thali jasadi alwahid, ni kama mwili mmoja,
idha ishtaka minhu udhun, katika mwili ukiumwa kiungo kimoja, labda jino au sikio. Sikio haliwezi kuumwa peke yake au jino peke yake, la, tadaa lahu sairi al-a'dha, mwili mzima utaanza kuumia kwa uchungu, mwili mzima utakuwa na uchungu wa maumivu wa kile kitu kimoja ambacho unaumwa. Lakini siku moja bwana mmoja alifuata al-Imamu Jafar as-Sadiq alayhi salam, akamwambia, ya ibn Rasulillah, ewe mwana wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fashaka ilayhi aqaribahu, akawashukia wale watu wake wa karibu, ni ndugu. Faqala, ya ibn Rasulillah, mimi nina ndugu, walakin hum yafaluna wa yafalun, wanafanyia maovu ya hivi, wanafanyia maovu ya hivi. Leo wakinifanyia baya hili, kesho wanakuja na baya hili. Imam Jafar akamwambia, innahum yafaluna wa yafaluna. Faqala al-Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam, baada ya yule bwana kumwambia kwamba mimi nawafanyia wema, lakini wenyewe wanamtendea uovu, Imam Jafar akamwambia, aturidu an takuna mithlahum, je, unataka wafanyie uovu na wewe uwe kama wao? Fala yanzur Allah ilaikum, na hapo Mungu hatawatizama kwa utukufu wake. Vile vile Imam Ali alayhi salam siku moja alikuwa amekaa peke yake, kisha akasema maneno haya, a'udhu billahi minadh-dhunubi allati tu'ajjilu al-fana, najikinga na shaitani, ewe Mwenyezi Mungu, kwa yale madhambi au dhambi ambayo inafanya mtu kupotea haraka haraka, kuondoka au vifo vya ghafla. Faqala Abdullah ibn Rafi, Abdullah akasimama akamwambia, ya amira al-mu'minin, ewe kiongozi wa waumini, atakunu dhanbun tuajilu al-fana, je, kuna dhambi ambayo inafanya vifo vya ghafla au mtu akafariki ghafla? Qala na'am, akasema ndivyo. Wa tilka qati'atur rahmi, kukata ndugu. Akasema kuanzia leo sizungumzi na mtu fulani, mina leo fasaida, sizungumzi na nimekata mawasiliano na wewe au na mtu fulani, unapunguza umri. Katika riwaya nyingine Imam Jafar anasema, lau mtu akaondoka hatua moja au mbili, akaenda kumtembelea rafiki yake ambaye ni mbali sana, ile hatua au ile safari aliyotoka nyumbani kwake kwenda kumtembelea, Mwenyezi Mungu anamuongezea miaka 30 ya kuishi katika maisha yake. Lao ulikuwa na miaka 30 ya kuishi, Mungu anakupa zawadi ya miaka 30 kwa sababu umeunga udugu. Kisha Imam Ali akamwambia, inna ahla albayt, hakika kuna baadhi ya watu mkusanyiko, la yajtamiuna, wanakaa katika nyumba yao, wayatawasawna wahum fajaratun, labda ni siku ya sikukuu, wakakusanyikana ndugu wote katika nyumba, wakawa wanasoma dua na kujuliana hali, wakamuomba Mwenyezi Mungu hawaij, wahum fajara, lakini hawa watu ni maovu. Fayarzuqahumullah, ikisha Mwenyezi Mungu anawakidhia haja zao. Wa inna ahla albayti, Mtume akasema, Imam Ali akasema, la yatafarraquna wa yaqta'a ba'dhum ba'dha, ni ndugu wa damu ikisha wakaachana, au ni ndugu wa kawaida wakavunja undugu, hawaelewani. Wa yaqta'a ba'dhum ba'dha fayuhrimahumullah wa hum atqiya, Mwenyezi Mungu atawanyima zile haja zao, japo wao ni wacha Mungu, lakini wakifika kwenye swala la undugu wanaachana. Kwa hivyo kuchagua au kuwa na mtu wa kusuhubiana naye ni jambo zuri, lakini vile vile si jambo zuri kukata undugu au kuepukana na jamii ambao unaishi nao. Allahumma, labda mtu yule ana wasifu ambao tumeutaja, kama vile alivyosema Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam, la tuswahib au la tuakhi man aradaka litama'in au lilakli washurbi au maili, mtu anataka sababu ya himaya yake katika maisha au vyakula, au anataka ulinzi, urafiki wa muda.
Kwa kumalizia, Al-Imam Al-Hasan alayhi salam tunataka kuashiria au kuonyesha mahusiano baina ya mja na mja. Imam Hasan siku moja alifuatwa na mtu akamwambia, ya ibn Rasulillah, ewe mtoto wa Mtume Muhammad, ana au inni min shi'atikum, mimi ni katika wafuasi wenu. Imam Hasan akamwambia, ya Abdullah, ittaqillah, ewe mja Mwenyezi Mungu, mche Mwenyezi Mungu. In kunta fi awamirina wa zawajirina muti'an faqad sadaqta, ukiwa katika amri zetu, katika sheria zetu huwa unatutii, unafanya sawa sawa, faqad sadaqta, basi wewe ni kweli. Wa in kunta bi khilafi dhalik fala tazid, ukiwa upo kinyume na yale uliyodai au yaliyokuambia, kama hautii awamiri zetu, sheria zetu hauzifati, akamwambia fala tazid fi dhunubi, usiendelee kufanya dhambi. Bid'awaka martabatan sharifatan lasta min ahliha, usidai wewe ni mfuasi wetu ilhali unaenda kinyume na maagizo yetu au mwongozo wetu. Watu wengi tunakosea au imetukaa mdomoni, tunasema ya kwamba ana min shi'ati Ali, mimi ni mfuasi wa Ali bin Abi Talib, ana min shi'ati Fatima Zahra. Lakini wewe unaosema mimi ni shi'ati Zahra au ni katika wafuasi wa Ali bin Abi Talib, kama hii hadithi tuliyosoma mwanzo, Imam Jafar Sadiq anasema, ukiwa na rafiki ambaye sio multazim katika 5 salawat, yuko kinyume, alafu nasema ana min shi'ati Ali, kama bwana alimwambia Imam Hasan, inni min shi'atikum. Imam Hasan akamwambia, la bas, in kunta fi awamirina wa zawajirina muti'an faqad sadaqta, wa in kunta bi khilafi dhalika fala tazid, kama uko kinyume na maagizo yetu usidai hili neno Shia, la, wewe sio katika mfuasi wetu. Ikisha Imam Hasan akamwambia hivi, lasta min ahliha la taqul ana min shi'atikum walakin qul ya Abdullah ana min muwalikum wa muhibbikum wa muadi a'daikum. Jamaa kama uswali swala ya adhuhuri wakati wake, al-asri au swali sawa sawa, magharibi na isha uswali, usijiweke ukasema ana min shi'ati Ali, la, haupo, kwa sababu Imam Hasan ameshakutoa. Sema hivi, ana min muhibbikum, mimi ni katika watu ninaowapenda nyinyi, wa muadi a'daikum, na ninawachukia wale wanaofanyia uadui. Ikisha Imam Hasan akamwambia, wa anta fi khairin wa ila khair, wewe katika khair, jitahidi. Kama utafikia kujiita ana min shi'ati Ali, anta fi khairin wa ila khairin. Huo ni wasifu ambao Al-Imam Al-Hasan alimpa huyu bwana, na walikuwa wamekaa Al-Hasan na Hussein. Yule bwana akahama akaenda kwa Imam Hussein akamwambia hivi, ana min shi'atikum, mimi ni katika wafuasi wenu. Faqal, akasema kama Imam Hasan, ittaqillah wala tad'i shay'an yaqulu Allah laka fihi kadhabt, mche Mwenyezi Mungu wewe bwana, usidai jambo ambalo Mwenyezi Mungu atakutuhumu nalo umesema uongo. Wafajjat, na umefanya uovu, fi da'wa, katika madai yako haya. Qul, sema hivi, ana min shi'atikum, mimi ni katika wafuasi wenu, mimi ni katika wale wanaowachukia wale wanaowafanyia uadui. Ikisha Imam Hasan Imam Hussein akamwambia, inna shi'atana, hakika wale mashia zetu wa hasa ni yule ambaye ameweka moyo wake min kulli ghishin, ameweka mbali na kila ghush, na ghushi sio kwenye mali, hata kwenye maneno, wadawali, na upuzi. Walakin qul, sema hivi, ana min muhibbikum wa muwalikum wa anta fi khairin wa ila khair, mimi ni katika wapenzi wenu, mimi ni katika wale ambao wanawachukia nyinyi ambao mnafanyiwa uadui. Katika maisha ya sasa uadui umekuwa ni mkubwa baina ya mtu na mtu.
uadui umekuwa ni mkubwa baina ya taasisi na taasisi. Lau ukabaki mwenyewe lakini uko katika haki, upo sawa sawa. Lau ukabaki katika haki, watu wote kwa kuchukia madhara umeshikilia haki, basi wewe ni mtu wa sawa sawa. Siku moja Imam Ali alayhi salam, baada ya wale watu kumwambia, anamwambia jamaa, twendeni kwenye vita. Anamwambia sasa hivi jua mkali, ikifika kipindi cha jua kimeisha, anamwambia hamna, mvua nyingi, anamwambia tuwezi kwenda. Jamaa, twendeni vitani tukapambane, anamwambia hakuna, sasa hivi kikubwa ni kikali, tutashindwa kupambana jangwani. Imam Ali akanyanyuka akamwambia, lastu bisahibin wa in qalla subhi, mimi sidondoki hata siku moja, hata nikiwa na watu wachache. Ana kasaifi fil haijai wahid, mimi ni kama upanga langu ulioshika, mimi ndio niko hivyo hivyo, nitapambana vitani mwenyewe, niko mwenyewe. Lao ukaishi katika maisha yako kila siku, watu wote kwa kukimbia, lakini uko katika haki. Wewe usiangalie mwanadamu anakutizama namna gani, la, angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutizama vipi. Ibrahimu alayhi salam, baada ya kuvunja masanamu yote, wakamwambia au wakaambiana wao kwa wao, inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kule wamemwita kijana wa ajabu kabisa. Mwenyezi Mungu akamwambia, tukamjalia Ibrahim ni umma kubwa. Watu wamemwita ni fata kwa sababu alifanya kitu cha haki, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni adhim. Wakamwitaje? Mwenyezi Mungu akamwita imam, wakamwita umma. Usijali ukabaki peke yako katika mapambano. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwangalia yeyote yule ambaye anapambania haki na mtizani yeyote yule ambaye anapambania haki. La mwisho kwa dakika 5, ndugu zangu, sasa hivi hapa tutagawa makaratasi, kila mtu akapewa karatasi moja. Akaambiwa hivi, hebu andika furui dini hapa 1, 2, 3. Ukishamaliza kuandika furui dini, andika nguzo za Kiislamu ni ngapi, alafu ashiria zile ambazo ukizifanya yukhrijuka min madhhab, zitakutoa katika madhhab yako. Kuna watakaopata 2, kuna watakaopata 1, kuna mwingine hataandika kabisa. Kwa sababu gani? Hamjui au hatujui. Tumekuwa na umma ambao hautaki kusoma au kurejea vitu vidogo vidogo. Wewe kama umekaa hapo na hujui furui dini, usije ukajiita ana mishiatil hasan. Kama umekaa hapo hujui nguzo zile za Kiislamu 5 na za kimadhhab, usijiite ana mishiatil hasan. Hakuna. Imam Hasan amekataa, akasema kumwambia yule bwana, ya Abdullah ittaqillah in kunta fi awamirina wa zawajirina muti'an faqad sadaqt. Sasa wewe kama hujui furui dini unaswali vipi? Haujui zile furui dini za kimadhhabu unaswali. Haujui zile nguzo kuu za kimadhhabu unaswali au unafanya vipi maisha yako kila siku? Unafanya vipi maisha yako ya kila siku ikiwa haujui, ukisahau sajida ya mwisho unafanya nini? Anta lasta min shi'ati ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Unakuwa umeshatoka kwenye ule utambulisho wa al-Imam al-Hasan, umetoka kwenye ule utambulisho wa al-Imam al-Hussein. Ndio siku hiyo Ali bin Abi Talib usiku mwanga anatembea kwenye minazi mmoja, akasikia watu wanamfuata nyuma huko, grupu la watu. Alipogeuka akawaambia, man antum, nyinyi kina nani nyinyi? Wakamwambia, nahnu min shi'atika ya amira al-mu'minin, sisi ni katika wafuasi wako. Imam Ali akasimama akawaangalia, akamwambia, ma ila ara fikum alamatu shi'a, mbona sioni nyinyi wafuasi wangu? Akamwambia, ya amira al-mu'minin, alama za wafuasi wako nzipi sasa? Akawaambia, midomo yao huwa mikavu au mtaji Mwenyezi Mungu. Nyinyi mmenona, mnapendeza, mnaglow. Ikisha akawaambia, migongo yao haiko straight, haijanyooka. Kwa sababu gani? Likithrati salati wasujudi wa rukuu,
wala sujudu wala rukuu. Mbona nyinyi smart? Irji'u wala rudini. Ndio mmoja kaendelea safari yake. Wewe umekaa kama leo ni furui dini, ndugu, kaanza kutafuta hiyo vitu. Umekaa kwa hujui ile misingi mikuu au nguzo za Kiislamu na za kimadhhab, au hujui ni lipi katika yale ukiyafanya linakutoa katika dini. Brother, nenda kaanza kuingia darasani. Tuna vituo vingi Arusha. Tunamtafuta sheikh, tunamwambia nifundishe furui dini. Ni ipi katika hili kifanya na nitoa katika dini? Ni jambo gani katika haya nikilifanya linanishusha thamani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wewe umebakia tu fulani amenunua, fulani amefanya hivi, fulani amepaka rangi, fulani amefanya, yaani unaishi maisha ya watu, hauishi kama wewe. La, mwanadamu inatakikana ujue min aina anta ila ai. Kama una vipindi vitatu katika maisha yako ya kila siku, kuna maana. Al-Imam Ridha alayhi salam anasema, law wajadtu shaban min shubani shia la yatafaqaha fi amri dinihi la wajadtu. Nikipita nikamwona mtu yoyote ambaye anajidai ni Shia alafu hasomi, alikuwa ameshika bakora, akasema nitampiga na bakora yangu kichwani. Yaani umekaa kuanzia saa 1 mpaka jioni wewe tu, ima ni simu unaangalia mapishi kama ni mwanamke, au unaangalia vile vitu ambavyo vitakufanya uonekane mbele za watu ni mtu wa sampuli gani. Watu wa mama, wanawake wanakesha na smartphone. Mtu anaangalia kesho nitakuloa vipi, nitumie nini nionekane niko smart, lakini muda wote wa siku nzima hujafungua app moja ambayo inakwambia hivi, Imam Jafar anasema hivi, Imam Hassan anasema hivi, nikiwa katika nifasi, katika hedhi nifanye 1, 2, 3. Wewe unahangaika na uso, unatembea na uso kama vile la chogali lilopakwa rangi, lakini unafungua hapo hata moja ya kusema hii inanifundisha katika madhhabu yangu, hii inanifanya hivi katika madhhabu yangu. Mwanaume hivyo hivyo, maisha yako yote ni kuangalia vitu vya kipuuzi ambavyo vikuzikishii katika dini. Maulama wetu wa mambo ya nafsi wametupangilia muda wetu. Uwe na muda wa kurejea, soma kitu chochote kile katika elimu. Uwe na muda wa kupumzika, wewe uko zako mwenyewe tumetulia. Uwe na muda wa kujitathmini. Basi maulama wa nafsi na maulama wa nafsi wakubwa ni maimamu na mitume. Yaani kama hauna muda wa kujitathmini pia hauko. Usiseme kama yuko inni min shi'atikum, mimi ni katika wafuasi wenu. Kila siku moja andika makala hapo ingawa Ijumaa, peji moja hivi. Yoyote ile ambayo tungeia watu tena kusoma. Ndio Mtume anasema yeyote atakayeacha waraq, karatasi, hiyo karatasi ina ilmu, itakuwa ni jumla, itakuwa ni kinga ya siku ya kiyama. Ndugu zangu, usikum wa usi nafsi, na yusia nafsi yangu pamoja na kuhusia nyinyi kumcha Mwenyezi Mungu, sivyo hivyo tu na kutafuta elimu tujue madhhabu yetu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima.